Bwana Yesu asifiwe sana, mtazamaji wangu. Leo niko mbele yako, nimekuja na wazo moja la kukushauri. Sasa sikiliza, popote pale ulipo hapa duniani, kama kuna kitu cha kuombea ni watoto wako, na sio watoto tu, hasa mtoto wa kiume. Kama kuna mtoto wa kumwombea, mtoto wako wa kiume. Kwa nini leo nasema mtoto wa kiume? Nisikilize tu. Kwa nini nasema mtoto wa kiume? Kwa nini? Nataka nikukumbushe kupitia Yesu Kristo. Yesu Kristo alipozaliwa Bethlehemu ya Uyahudi. Alipozaliwa kule, taarifa zilikuja nyingi kutoka kwa malaika, Mungu akimtuma malaika kumpa taarifa mwanamke mmoja alikuwa akiitwa Mariam Bikira, mchumba wake na Yusufu. Alimpa ujumbe kwamba utamzaa mtoto wa kiume na jina lake utamuita Yesu. Sasa yule mtoto wa kiume, visanga pia vilikuwa vingi. Visanga vinaanzia hapa. Nisikilize leo ili uweze kuombea mtoto wako hasa wa kiume. Sikia, usiwalaumu, usiwatukane, usiseme nilizaa bure. Sikiliza. Yesu alipozaliwa tu hivi, nyota ikasafiri ikaenda mpaka wakina Majusi kuwapa taarifa amezaliwa mfalme wa Wayahudi, nao wakaja ili wamsujudie. Lakini sikia mtazamaji wangu, Bwana Yesu asifiwe. Lakini nisikilize, usiondoke haraka katika kitu cha kuwa nacho busy. Leo ni hii video. Herode naye aliposikia habari ya kwamba amezaliwa mtoto tena anaitwa mfalme wa Wayahudi, ilibidi aje kuuliza habari vizuri kuuliza habari vizuri. Alipofika akawaambia, yuko wapi? Niambie na mimi. Lakini penti kabisa ni hii: Farao Herode alipomkosa Yesu, akabidi atoe amri kwamba kuanzia watoto wa miaka miwili kurudi chini wa kiume, akatoa amri wauawe wote, akijua kabisa kwamba Yesu yuko humu katikati huku, lazima atampata. Kwa hiyo miaka miwili kurudi chini mpaka miaka 0. Kwa hiyo na maana mwanamke alikuwa anasubiriwa, akitoka tu hospitali ni mjamzito, akionekana mtoto ni wa kiume anauawa, ili mama akiamka apewe taarifa mtoto amekufa, aambiwe sio riziki. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ikatimizwa hilo. Kwa hiyo Yesu, yeye uzuri ni kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo Yesu akatoa taarifa, akapelekea taarifa Yusufu na Mariam, mtorosheni mtoto, mpelekeni Misri mpaka zamu hiyo itakapopita. Lakini nachotaka kuzungumzia ni hipi? Nataka nizungumzie wewe mzazi au wewe ndugu unayenitazama. Kuna watu wanaishi kusema nilizaa hewa, nilizaa takataka, nilizaa kitu kisichoeleweka. Naomba nikushauri, ulizaa mwanajeshi, ulizaa mtumishi, ulizaa mtoto wa kukusaidia ndoto zako. Sema kosa ni hili: auombei watoto wako, kwa sababu alipozaliwa tu mtoto wako wa kiume, Mungu alikupa ujumbe ya kwamba anazaliwa mtoto wa kiume. Kama hakukupa ujumbe, basi ulipewa maarifa. Kivipi? Roho ya Herode hata leo inasakanya watoto. Bwana Yesu, hata leo, mpaka leo, roho ya Herode, roho ya Farao inasakanya watoto wa kiume. Usilaumu mtoto wako, usinungunikie mtoto wako, usione kama ulizaa bure. Mama moja aliwahi niambia, nimezaa watoto 3 wa kiume, wa kike ndo kama wananisaidia. Wale wa kiume wana thamani, ni wazuri, lakini hukuwaombea. Roho ya Herode ilivyokuja ikawakumbusha kula bangi, kula mirungi, kula matakataka yote yasiyofaa, kunywa pombe. Nakuta mtoto wa mtu bonge la handsome, lakini likiakaa limezizi. Kwa nini? Maunga anakula. Roho ya Farao inasakanya watoto. Roho ya Farao inawinda watoto wa kiume ili ndoto zako zisitimie.
Yesu angekufa, ndoto ya Yesu ya Mungu kuukomboa ulimwengu ingekufa. Lakini leo tunawalaumu watoto, tunaona kama vile wanakosea, lakini kumbe sisi wenyewe wazazi ndio hatujakaa kwenye wajibu wetu. Sasa nikushauri tukae kwenye wajibu wetu kama wazazi. La pili, tuwaandalie watoto mazingira. Tuandalie mazingira kwamba kesho na kesho kutwa anapokuwa haumizi kichwa mpaka achanganyikiwe. Sisi wengine hatujaandaliwa mazingira, lakini kibiblia kabisa baba anatakiwa muandalie mtoto wako mazingira. Kwa mfano ukisoma Mwanzo 1:1 kuna stori ya uumbaji wa mwanadamu na kuumba kila kitu. Lakini stori pia pale mwanadamu, Mungu anamwandalia mwanaume mazingira. Akamwandalia shamba lenye matunda yote, lenye wanyama wote, lenye kila kitu. Mali zipo. Lakini baadaye pale akaona pia sio vema Adamu kuwa peke yake, akamtafutia na mwanamke. Wazazi, tuandalie watoto mazingira. Tuwafanyie watoto mazingira mazuri kwamba wanapokuwa wanajua ni hapa, ni hivi, ni kile, ni hivi, ni hapo, na utaziona baraka za Mungu kabisa katika kuwalelea watoto. Baba na mama unayenitazama, tuone watoto ni kitu cha thamani, hasa wa kiume. Wamama nitakuja kuwaambia kwa habari ya wajibu wako kwa mtoto wa kike, lakini mtoto wa kiume aandaliwe mazingira na alindwe. Kila akikosea, kamata mtoto, mrudishe kwenye njia ya Bwana. Ukimrudisha kwenye njia ya Bwana itakuwa baraka. Kwa nini? Utamwepusha na roho ya Farao, utamwepusha na roho ya Farao inaleta madawa ya kulevya, bangi, mirungi, sigara, uguru, ujambazi, mpaka na wengine wanajiita wadudu. Sasa tuepushe watoto wetu wa kiume na roho kama hizo na zinginezo. Mungu akubariki sana mtazamaji. Huo ni ufunuo, na nimesema nikuletee baada ya mimi kupata mahali, nami nikasema nikuletee. Tuwaombee watoto wa kiume. Tuwaombee watoto wa kiume. Mungu atatubariki sana. Tuwalinde. Watoto wa kiume tunaisha. Watoto wa kiume wameisha. Watoto wa kiume tunaisha. Kwa nini? Hakuna mtu anayetuombea, hakuna mtu anayetujali, hakuna mtu anayetusemea. Mtoto wa kike anasemewa serikalini. Mtoto wa kike anasemewa shuleni. Mtoto wa kike anasemewa kanisani. Mtoto wa kike anasemewa popote, utasikia tu mtoto wa kike, mtoto wa kike. Mtoto wa kiume huwezi kusikia. Kuna siku ya mtoto wa kike duniani, kuna siku ya mwanamke duniani. Hakunaga siku ya mtoto wa kiume wala siku ya mwanaume duniani. Sisi acha Mungu atupambanie. Tuwaombee watoto wa kiume. Unapoona video hii, hebu isikilize mpaka mwisho, alafu utaona matokeo. Usione hasara kutumia hili bando. Usione hasara, kwa sababu hata Yesu mwenyewe, Biblia inasema hivi. Biblia inasema, ngoja nisome. Basi Mfalme Herode aliposikia nayo hayo, alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Yaani Farao alipopata habari mtoto wa kiume amezaliwa, alichanganyikiwa. Alipopata habari kwamba Yesu Kristo mwanaume kazaliwa, alichanganyikiwa. Akizaliwa mtoto kwenye boma lako wa kiume, muombe. Alafu muandalie mazingira ya kujua kwamba hapa natakiwa nikue hivi, niende hivi. Mungu akubariki sana. Alafu mlango wa 2 Mathayo mstari wa 7 anasema, kisha Herode akawaita wale mamajusi. Anaita sasa ili apate umbea. Nao mstari wa 13, nao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Unasikia? Mtoto wa kiume hatakiwi, hata kwenye familia yako hatakiwi. Mlinde ukimpata, mlinde kama uko naye. Mungu akubariki. Naitwa Emmanuel Zakayo. Hekima hii tuichukue, na Mungu akubariki sana.
Amen.